pamoja na mawaziri wote mliopo hapa, Mheshimiwa Peter Serukamba, mkuu wa mkoa wa Singida na mwenyeji wetu katika ziara hii, wakuu wa mikoa mliokuja kumuunga mkono kutoka Shinyanga, Iringa, Dodoma, Manyara, na wakuu wa mkoa huu wastaafu ambao mko nasi leo. Mheshimiwa Martha Mlata, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Singida, pamoja na viongozi wote wa chama na jumuiya zake, waheshimiwa wenyeviti na wajumbe wa kamati za kudumu za bunge mliopo nasi, pamoja na wabunge na wabunge wa mkoa huu wa Singida, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, mwana historia ambaye umetusomea historia takatifu ya mkoa wa Singida leo, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, katibu tawala mkoa wa Singida na makatibu tawala wastaafu, pamoja na kamati za ulinzi na usalama, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Singida mjini, pamoja na wakuu wa wilaya wengine mliopo nasi, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, machifu wenzangu, wazee wa Singida, wageni wetu wote waalikwa, ndugu wanahabari na ndugu wananchi wote wa mkoa wa Singida, wana vikundi vya burudani mliopo hapa, mabibi na mabwana. Singida oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru uongozi wa mkoa na kamati zote zilizosaidia maadhimisho haya. Lakini nishukuru pia mpangilio mzuri wa ziara yangu ndani ya mkoa wa Singida. Na washukuru wote waliohusika, lakini zaidi na washukuru wananchi kila nilipopita kwa makaribisho makubwa mlionipa tangu nilipoanza ziara yangu ya kikazi tarehe 15 Oktoba. Nitoe shukrani pia kwa vikundi mbalimbali vya sanaa kwa kuipamba ziara hii kwa burudani. Asanteni sana. Ndugu zangu, nimefurahi zaidi kuwepo hapa kwa sababu ziara yangu inaambatana na miaka 60 ya mkoa wa Singida. Kwa namshukuru Mheshimiwa Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI, kwa kunialika na kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho haya, akishirikiana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Miaka 60 si haba, ni umri wa mtu mzima anayeweza kuitwa babu au bibi. Mkoa huu ulizaliwa mimi nikiwa na karibia miaka 3, na hivyo Singida kama mkoa ni mdogo wangu wa kunifuata. Hongereni sana Singida na happy birthday Singida. Nimefurahi pia kusikia historia iliyowekwa vizuri ya mkoa huu wa Singida katika mapana yake. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Kabudi. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, maadhimisho haya yanatupa fursa ya kutafakari tulikotoka, tulipo na tunakotaka kuelekea kama mkoa. Nasema hivi kwa sababu haiwezekani tukaelewa maendeleo yaliyopatikana bila kujua tulikotoka. Kama ilivyoelezwa hapa, mkoa wa Singida ulianzishwa tarehe kama ya leo mwaka 1963, takriban miaka 2 baada ya uhuru wa Tanzania bara, na ulitokana na jimbo la kati, yani Central Province, lilojumuisha Dodoma na Singida. Na wakati ukianzishwa mkoa huu ulikuwa na wakazi 392,506, na hivi sasa huko ndiko tulikotoka. Na hivi sasa kwa sensa ya mwaka jana 2022, mkoa huu na wakazi 2,000,009, ikiwa ni zaidi ya mara 5 ya idadi ya watu wakati mkoa ulipoanzishwa. Lakini wakati ulipoanzishwa mkoa huu ulikuwa na wilaya 2 tu za Iramba na Singida. Kwa sasa zipo wilaya 5. Kwa mantiki hiyo, kadri mkoa unavyokuwa kwa idadi ya watu na maeneo ya kiutawala, ndivyo mahitaji ya maendeleo yanavyoongezeka katika sekta zote.
kiwemo afya, elimu, maji, nishati, miundombinu ya barabara, kilimo na kadhalika. Hivyo hatutafikia katika hatua tukisema sasa tumemaliza mahitaji yote ya maendeleo ya watu wa Singida. Hiyo haitatokea kwa sababu idadi ya watu inaongezeka kila kukicha. Na kila watu wakizaliwa na mahitaji katika sekta hizi yanaendelea kutakiwa na yanakuwa. Kwa hiyo hakuna siku tutasema leo tumemaliza maendeleo yote ya Singida. Hakuna. Lakini maendeleo ni mwenendo, ni muendelezo. Na ndio maana tunasema kuna maendeleo au wanasema nini? Maendeleo endelevu. Kwamba maendeleo yanaendelea tu, hayana mwisho kila tunavyokwenda. Ndio maana katika ziara hii tunaendelea kuweka mawe ya msingi, kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo na kupokea mahitaji mapya tukayafanyie kazi ili Singida iendelee kuendelea. Sasa katika jitihada za kuchagiza maendeleo hayo, jana nilipoanza ziara yangu nilianza kwa kuzindua shule ya msingi Imbele katika manispaa ya Singida kwa niaba ya shule zote zilizo chini ya program za BOOST na SEQUIP ndani ya mkoa huu wa Singida. Nikaweka jiwe la msingi ujenzi wa barabara ya Noroto Ndoranga Itigi Mkiwa kilomita 56.5 na nikazindua kituo cha polisi Ikungi. Na leo kabla ya kufika kwenye viwanja hivi nilianza kule Mkalama ambako nimezindua daraja la msingi. Halikadhalika kesho taendelea na miradi mingine ikiwemo maji kule Shelui na nishati. Na hii ndio dhana ya endelevu ya maendeleo au uendelevu wa maendeleo. Kadri maendeleo tunavyoshughulikia changamoto za maendeleo za wananchi, ndivyo zinavyoibuka changamoto nyingine na ndivyo tunavyosonga mbele. Kwa maana hiyo, awamu mbalimbali za uongozi wa mkoa huu zilikuwa zikijiwekea vipaumbele vya maendeleo na kuvitekeleza katika muktadha na mahitaji ya kipindi husika. Na hapa nitoe pongezi zangu kwa wakuu wote wa mikoa 21 waliopita katika mkoa huu wa Singida. Mpaka huyu wa sasa, Peter Serukamba, kwa mchango mkubwa mlioutoa katika kuchochea maendeleo ya mkoa huu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, wakati tukiadhimisha miaka 60 ya mkoa wa Singida, bila shaka tunaweza kukubaliana kwamba yapo maendeleo makubwa yaliyofikiwa na ambayo ni dhahiri kabisa kwa kuangalia takwimu na mafanikio yaliyopatikana. Na hapa nimesikia watu mbalimbali wakitaja maeneo ya shule msingi na sekondari na VETA, lakini sekta ya afya, miundombinu ya barabara, madaraja, miradi ya TANROADS na TARURA. Lakini moja mmelisahau kwamba Singida nayo inapitiwa na reli ya SGR inayokwenda safari mpaka kufika Kigoma, na kazi pia inakwenda vizuri na Singida inafaidika na reli ile. Kwa hiyo niseme kwamba maeneo mengine ambayo tumeyazungumza ni maeneo ya maji, sekta ya maji ambayo waziri amesema mpaka sasa yuko kwenye asilimia nzuri kama alivyoelekezwa kwenye ilani ya uchaguzi, lakini amesema haangalia asilimia, anachokiangalia by 2025 Singida yote iwe imepata maji, ndicho anachokiangalia. Lakini kwa upande wa umeme hali kadhalika, naibu waziri ametuambia hapa ikifika Disemba mwaka ujao, kama sio 100%, hatutashuka 97% ya upatikanaji wa umeme ndani ya Singida. Sasa tukiangalia maendeleo kwenye sekta zote hizo ndani ya miaka yetu 60, kuna maswali ya kujiuliza. Swala la kwanza tujiulize, je, hii ndiyo kasi ya maendeleo tunayoitaka? Ndani ya miaka 60 tufike hapa, ndio matakwa ya wana Singida au tulikwenda polepole au kuna changamoto zipi zilituzuia?
Imani yangu ni kwamba tungekuwa mbali zaidi kuliko hapa. Miaka 60 ni mingi sana. Lakini swali la pili, je, tumeweza kuzitumia fursa za maendeleo kikamilifu ndani ya mkoa wetu? Sasa masuala mawili nawaachia wana Singida, kakaeni kwenye vikao vyenu, mjiulize, na kama mmefanikiwa sawa, lakini mkiona bado, je, mna mipango gani ya baadaye? Muilete serikalini, tuweke nguvu zetu na Singida ipae kwa maendeleo. Ukiangalia kiuhalisia, haiwezekani miaka 60 ya mkoa huu wa Singida. Mkoa huu unachangia chini ya 2% kwenye pato la taifa na kuendelea kuwa miongoni mwa mikoa 5 masikini au masikini zaidi nchini. Kipanga mikoa masikini zaidi, ukianza chini huko, chini tiro kabisa, anayefuata Singida. Lakini fursa alizotumbia Mungu ni nyingi mno. Kwa hiyo kakaeni, muangalie, mjitathmini na mje na mpango ambao tutaweza kuwasaidia na mwende mbele zaidi. Na hizi takwimu nilizozisema ni za mwaka jana tu, 2022. Kwa hiyo tusherekee mafanikio huku tukitafakari takwimu hizi ambazo nimezisema. Mheshimiwa Kabudi ametuambia hapa kwamba Singida ni almasi, nami nakubaliana naye. Ukiangalia maumbile ya kijiografia ya Singida, ukiangalia rasilimali za madini, ukiangalia rasilimali nyingi, Singida tunaweza kuwa zaidi ya hapa tulipo. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ni dhahiri kwamba mkoa wa Singida una changamoto tunaweza kusema ni za asili. Kwanza, changamoto ya tabia nchi, kwani miongoni mwa mikoa inayopata kiasi kidogo sana cha mvua kwa mwaka. Na ninakumbuka kati ya miaka ya 70 na 80, Singida ulikuwa mkoa wa mwanzo au katika mikoa iliyokuwa ikipewa msaada wa chakula takriban kila mwaka, tena katika wilaya zote. Lakini kutokana na juhudi za uongozi wa mkoa uliokuwepo baada ya miaka hiyo, tatizo la njaa katika mkoa wa Singida limepungua sana. Sasa hapa la kujiuliza, Singida ni ile ile toka ilivyoumbwa. Kama ni mvua inanyesha vile vile toka Singida ilivyoumbwa. Tunaweza kusema tatizo limeongezeka baada ya haya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na uchache wa mvua, Singida tumeweza kuzalisha zaidi na kupunguza tatizo la njaa. Tuangalie tatizo hapa ni nini? Badala ya mabadiliko ya tabia nchi, sasa tuelekee kwenye mabadiliko ya tabia watu. Na nadhani kutokana na hayo ndio tumeweza kuongeza uzalishaji. Sasa tuendelee kubadilika ili tuweze kutumia fursa zilizopo na Singida iende mbele. Kwa mfano, nichukue mfano mdogo tu wa sekta ya afya. Nilikuwa naongea na mkuu wa mkoa. Serikali imejitahidi kujenga vituo vingi chungu mzima. Lakini kwa sababu zisizoeleweka, zaidi ya vituo 15 vimechelewa sana kufunguliwa na kutoa huduma kwa wananchi. Lakini vituo vilishajengwa, vifaa tiba vipo, watumishi labda walikuwa wanaletwa, lakini vituo havijafunguliwa. Kwa sasa hii huwezi kusema chochote isipokuwa ni tabia za watu. Kwa hiyo twendeni kwenye mabadiliko ya tabia watu. Na nikisema hivyo au nachotaka kusema hapa ni kwamba tubadilike. Pamoja na changamoto zilizopo, tujielekeze zaidi kwenye matumizi mazuri ya fursa tulizoumbiwa. Askofu Cyprian Hilinti amesema vizuri sana. Ametaja fursa zote zilizopo Singida. Tujiulize, tumezitumia? Kama bado, twendeni tuzitumie. Yale mambo ya kukumbatia fursa na ukasema tu hiki ni chetu, lakini hakizalishi kufaidiki wala hakimfaidishi mwingine, hiyo sasa tuachane nayo. Wanawaambia mawaziri wangu hawa, tumieni fursa kuzalisha wananchi wafaidiki.
msiwe majoka ya mdimu. Majoka ya mdimu ni lijoka linakwenda kuuzonga mdimu. Ndimu zimezaliwa nyingi chungu mzima. Nyoka hali zile ndimu, lakini kauzonga mdimu, mwanadamu hapati kwenda kuchuma. Sasa tusiwe na tabia hizo. Tusiwe na tabia hizo. Tufungueni fursa zitumike, zilete maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo mimi nakubaliana nawe Askofu kwamba fursa zile zitumike, Singida ifaidike. Kwa mfano mkoa wa Singida una jumla hekta 26,893 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Tulitumie vizuri eneo hili, tukazalishe. Sisi serikali tuko tayari. Imesemwa hapa, tayari tulishatenga mabilioni kadhaa ya kujenga mabwawa katika maeneo haya ili maji yale yatumike na watu waendelee kulima mara 2 na mara 3 zaidi. Niombe sana wale wanayosimamia haya kuharakisha utekelezaji wake ili maji yale tutakayokwenda kuyatega kwenye misimu ijayo ya mvua yaweze kuwasaidia watu kuanzia mwakani, pengine watu waweze kutumia maji haya. Lakini vile vile miradi ya umwagiliaji maji inatekelezwa katika maeneo yote yaliyobainishwa kwa ajili ya ujenzi wa skimu, na tutafanya maboresho ya skimu zote zinazohitaji kuboreshwa. Na ndio maana nikasema sisi serikali tuko tayari. Sasa tunataka wana Singida wasimame nao wazitumie hizo fursa. Aidha, tuwaelekeze na kuwahamasisha wananchi kupanda mazao yanayostahimili ukame na kutumia mbegu bora na za muda mfupi. Mazao ya alizeti, ndegu na ufuta ndiyo yanastawi katika maeneo mengi ya mkoa wa Singida na yanastahimili ukame. Lakini sasa mmepata zao jipya la korosho ambalo pia linafanya vizuri katika maeneo mengi ya mkoa huu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Singida, twende tujidhatiti kutumia fursa hizo. Amesema Waziri Kitila Mkumbo hapa kwamba vitabu vya dini vinatuambia apandaye haba huvuna haba. Lakini ukiweka jitihada, ukipanda nyingi utavuna nyingi. Lakini sisi Wapemba tunasema, mpiga zumari naomba usipige, ili wasikie Wapemba tunavyosema. Wapemba tunasema ukilima pantosha utavuna pankwisha. Yaani ukilima pachache afu unasema panatosha hapo, siku ya kuvuna umechapukiwa, unavuna unakuta hamna kitu, umemaliza pamekwisha. Kwa hiyo ukilima pantosha utavuna pankwisha. Kwa hiyo twendeni tukatanue mashamba, tulime na tuvune ili fedha ipatikane. Lakini nimefurahishwa pia kwamba Singida kuna sekta ndogo ya nyuki, na nimefurahi kwamba nyuki kumbe Singida ni asilia na ni silaha iliyotumika. Kwa maneno ya Mheshimiwa Kabudi, ni drones zilizotumika na yule bibi yetu si mama mkubwa kuwakomoa wale wakoloni wetu wakati ule. Lakini sekta hii inaendelezwa mpaka leo. Ni watie nguvu vijana, hasa vijana. Waziri wenu yupo, Ulega yupo, awasaidie mkafuge nyuki. Sekta ya asali ina soko kubwa sana. Lakini mbali ya hayo tuna madini Singida ikiwemo dhahabu, urani, shaba, jasi, chumvi, mambo mengi. Mengine wala siyajui jina lake, shumalin, virkulu, lithium, yote yako Singida. Sasa wanapokuja wawekezaji, tusiwe majoka ya mdimu. Tuwapishe watumie hayo maeneo, wajenge Singida, wapate faida yao waliokuja kufanya huko. Kwa upande wetu serikali kuu, tutaendelea kuunga mkono jitihada za vipaumbele vya maendeleo vya mkoa wa Singida kwa kuhakikisha tunajenga mazingira wezeshi. Natambua pia mkoa wa Singida una uhitaji wa kiwanja cha ndege
ambao limeshasemwa vizuri hapa, na wana Singida mbaki na matumaini. Hali itakaporuhusu basi hichi kiwanja kitakwenda kujengwa. Ndugu zangu, wabunge walipozungumza kuna changamoto kadhaa ndogo ndogo walizisema, changamoto ambazo mawaziri wangu wamezichukua na zote tunakwenda kuzifanyia kazi. Nilisema hatua moja ya maendeleo inaanzisha nyingine. Sasa kwenda kufanyia kazi changamoto zilizotajwa ni kwenda na hatua nyingine ya maendeleo. Kwa hiyo tunazibeba, tunakwenda kuzifanyia kazi. Ndugu zangu, tamalizia ziara yangu rasmi hapa Singida kesho kule katika jimbo au ndio jimbo la Iramba Magharibi. Sasa kesho natarajia kuzindua mradi mkubwa utakaotoa maji ziwa Victoria na kuleta Singida. Na hii itakwenda kutuhakikishia kwamba ifikapo 2025 yale aliyosema Aweso kwamba haangalii asilimia, anaangalia namba ya vijiji vinavyopata maji, itakwenda kukamilika. Mengine yaliyoombwa kama nilivyosema, mawaziri wamechukua, watakwenda kuyafanyia kazi. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, yapo mengi sana yanayohusu mahitaji ya maendeleo ya watu wa Singida na haitakuwa rahisi kuyataja yote hapa. Naomba mtu achie hayo tukafanyie kazi, lakini mengine myalete kwenye uongozi wa mkoa ambako kuna idara zote kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Niombe viongozi wa mkoa, wilaya na kata za mkoa, mwende mkasimame imara, simamieni kazi zenu. Hudumieni wananchi, ndio kazi kubwa ambayo tumeletewa huku Singida. Kwa hiyo niombe sana. Lakini kabla sikumaliza, nizungumze mambo mawili. Moja, lengine nimeshazungumza la watumishi kutoa huduma bora kwa wananchi. Lakini la pili ni hili swala la El Nino. Utabiri wa hali ya hewa unatuonesha kwamba katika kipindi cha vuli mvua zetu zinategemewa kuwa kubwa zaidi ya wastani. Na kama zitakuwa kubwa zaidi ya wastani, zinaweza zikaleta athari hapa na pale. Niombe sana wananchi mkae kwa tahadhari. Mkae kwa tahadhari. Kwa yule ambaye hajajiandaa kupokea mvua hizi, basi akajiandae zitakapokuja zisilete athari. Hasa wananchi ambao wako mabondeni, lakini pia mijini, kuzibua mitaro na kuhakikisha maji yatakapokuwa mengi yote yaweze kwenda kuliko kusudiwa na miji yetu ibakie kuwa salama. Mwisho kabisa, niwatakie tena kila laheri katika maadhimisho ya miaka 60 ya mkoa wa Singida. Na niseme, huu ni mwanzo wa safari. Kuna miaka 60 mingi huko mbele inakuja. Itakapokuja 60 ijayo, hadithi isiwe ile ile. Historia ya Mheshimiwa Kabudi iwe imeongeza mambo mengine mazuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana tukafanye kazi kwa bidii, tuzidishe umoja, mshikamano, amani na utulivu ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri na mkoa wetu uende mbele sana kwa maendeleo. Baada ya kusema hayo, niwatakie baraka za Mwenyezi Mungu ziwamiminikie wana Singida, lakini na nchi yetu kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana. Vijana wa Masa tutulie. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Katika maadhimisho ya miaka 60 ya mkoa wa Singida, mkoa uliandaa documentary inayoeleza mazuri yote tutaka kuanzishwa kwa mkoa wa Singida. Lakini kutokana na muda hatukuweza kuicheza documentary hiyo, itapatikana katika utaratibu mwingine. Niwaombe Tot Band, na wakati huo Nandi ujiandae, baada Tot Band tuweze kuagana na Mheshimiwa Rais. Tot Band, karibu. Nchi yenye sifa zote za ustaarabu.
kuadhimishwa katika maadhimisho ya miaka 60 ya kuanzishwa mkoa wa Singida. Vijana wa hamasa mnaopiga mwingi, piga kelele vijana wa hamasa. Asante sana Tot, tunashukuru sana.